Umekujia mkono wa Idi, yani mkono wa furaha. Ndoa imetawala furaha, uregevu umekwisha kikomo, ukakamavu uchukue nafasi yake. Mimi sipendi uzembe na ulegevu tena, napenda ukakamavu na uimara zaidi. Ili kujipatia mkono wa Idi, tupigie katika nambari zifuatazo: 0748869733 na 0659869734. Kumbuka, mkono wa Idi ndio habari ya mjini. Unasubiri nini? Mkono wa Idi ndio habari ya mjini. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na kama ilivyo ada na kawaida, wanafunzi wenzangu, tunaelekea tena darasani kwa mara nyingine tena, na wanafunzi ambao tuko hapa tuendelea kuwa makini kwa ajili ya kupata darasa, na hasa ukiona nyuma yangu tayari kuna ubao, maana yake tunaelekea darasani wakati huu. Lakini si wanafunzi wa hapa, tuna wale ambao pia wanatufuatilia wakati wote huko mitandaoni, tukiwa sambamba na Said na Dr. Sheikh Yusuf Al-Ghazali. Tunakwenda kutazama energy za miezi wa kuzaliwa kwa watu, namna gani mtu huyu akizaliwa katika mwezi fulani anakuaje, nini anaweza kuishi ndani ya miezi hiyo, na anakuwa katika hali za namna gani, tabia zake, movement yake, hata majambo yake kwa ujumla wake yanakuwa katika hali za namna gani. Yote haya utajua hapa katika darasa letu hili, na kubwa ni namna ambavyo unaweza kwenda ukafahamu wewe umezaliwa mwezi gani. Wewe mwezi uliozaliwa ni kitu kikubwa na ni muhimu sana, ambapo unaweza ukajua mengi yaliyo makubwa biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Muda huu ni salamu, na kisha baada hapo tutakwenda rasmi tukaangazie mwezi, namna ambavyo uliozaliwa wewe ama uliozaliwa mimi au uliozaliwa ndugu yako, umebeba kitu gani ndani ya mwezi, hasa katika energy za namba. Muda huu ni salamu, Dr. Saidna Sheikh Yusuf Al-Ghazali. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, yu hali gani Dr.? Wallahi hali namshukuru Allah tabaraka wa taala. Naam. Na hasa ukizingatia tuna afya tele na nishati ya kutosha, hivyo hatuna budi kusema alhamdulillahi rabbil alamin. Naam, ndugu mtazamaji na mfuatiliaji wa darasa zetu hizi, Said na Dr. Sheikh Yusuf Al-Ghazali yuna afya bora kabisa. Lengo kubwa ni tunataka kwenda kutoa darasa adhimu sana ambalo linakwenda kuangazia mwezi na waliozaliwa ndani ya mwezi huu unakuwa na energy ya namna gani, lakini pia ni kwa namna gani mwezi huu unaweza ukawa na natija bora katika maisha, lakini pia namna gani unaweza mtu fulani akana vitu fulani kupitia mwezi huo unakuaje. Dr. Saidna Sheikh Yusuf Al-Ghazali, tunakwenda kutazama energy zimeenea kila kona ya maisha ya mwanadamu, lakini kama tunafahamu mwezi pia una majina. Kila mwezi una jina lake. Lakini kuna watu wamezaliwa ndani ya huo mwezi wenye jina lake. Inakuwaje sasa kunako swala zima la energy la mtu ambaye alozaliwa mfano mwezi Januari au mwezi wa kwanza? Mtu alozaliwa ndani ya mwezi huu anakuwa na jiza namna gani? Lakini pili, ni yapi ambayo anaweza kujiri ndani ya mwezi huu kwa mtu ambaye alozaliwa ndani ya mwezi huo? Naam. Al-akhi Sheikh Hussein bin Diwan. Ya Allah. Bila shaka wala wasiwasi, hizi ndizo darsa muhimu sana. Na si kila mtu amepewa fursa ya kuyajua haya harfiyan, kwa maana nje ndani. Wengi ni wale ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katujalia tunayajua kwa majina tu, kwa kutaja energy bas na mfano wa hayo. Lakini inshallah biidhnillah Subhanahu wa Ta'ala leo tutakwenda kutazama energy za wale watu ambao wamezaliwa mwezi wa kwanza. Tuwaone hawa watu wakoje. Na faida ya darsa hii mmoja wapo ni wewe kujua kama umezaliwa mwezi wa kwanza na unaishi na mtu alozaliwa mwezi wa tano mathalan, inatakiwa muishi naye vipi? Yani ujue zile energy za mwezi wa tano na energy ya mwezi wa kwanza zinakubaliana au moto unawaka. Kodi za energy hizo. Aiwa, hizo ni kodi zenyewe biidhnillah. Lakini kabla ya kuingia huko moja kwa moja, nataka nitoe darsa kidogo ili kuwatoa watu katika ile fikra
ambayo wanapandikizwa na watu wasiokuwa na maarifa ya kwamba wakisikia ilmu za namna hii wao wanasema ile ni shiriki, ile ni uchawi, ni sihiri. Sasa haya majambo tunataka tuondoe haya matango pori yaliyopandikizwa katika vichwa vya watu. Jamani, hivi ni kweli sihiri inaweza ikawa hivi? Uchawi ukawa hivi kweli? Kama ushafikia kuwa hivi ni hatari. Yenyewe imeisha sasa. Imekwisha kabisa. Uchawi unafanywa kwa vitu vichafu. Uchawi unafanywa kwa vitu vya najisi. Ndio uchawi unafanywa. Lakini kwa taaluma hizi, hizi taaluma na uchawi baina al-mashriqi wal mbali kabisa. Tunakwenda sawa? Naam. Sasa tunaanza kutazama kwanza turqul bahthi, kwa maana njia za tafiti. Ili pale ambapo tunapokuja kuambia kwamba mtu ambaye amezaliwa mwezi wa kwanza, jua kabisa hizi ni tafiti zilizofanyika na watu wakapita katika zile njia za tafiti. Matokeo ya tafiti hizo yakaja haya ambayo tutakayoyaeleza hapa biidhnillah. Alafu nawe tutakupa njia za kufanya utafiti. Unajua kuna mtu ambaye hajui utafiti ni nini, wala hajui njia za utafiti, na wala hajui aina za tafiti zenyewe. Hajui kabisa, lakini ndo bingwa kukataa tafiti za watu. Ile si kweli, ile ni sihiri. Sasa hii ni hatari sana katika hali za namna hiyo. Kwa hiyo turqul bahthi, kwa maana zile njia za utafiti zipo takriban, kuna njia 8 kwa haraka, na hizi 8 pia zina matawi yake. Njia ya kwanza albahthu tajribi, kuna utafiti kwa kufanya majaribio. Kwa maana unachukua kitu hiki na kitu kile, vikichanganywa pamoja, majaribio yale yanazua kitu kingine. Hii inaitwa tariqu at-tajribi au albahthu tajribi, kwa maana ni tafiti inayokwenda sambamba na majaribio. Unajaribu hiki na kile, unapata kitu fulani. Hiki na hiki, ndivyo jinsi ilivyo. Watu watafiti tunajua hayo. Na hapa Sheikh, kama unaendelea tufahamu kwamba neno tafiti, ukisikia kuchanganya hiki na hiki, ili iwe tafiti lazima iform kitu kipya. Maana yake basi kisha formule kitu kipya, hapo sasa tunasema tafiti imetoa jibu sahihi, kitu fulani. Sahihi kabisa. Naam. Lakini kadhalika kuna albahathul wasfi, kuna tafiti zinazoelezea sifa tu sahihi ya kile, yani kitu fulani na kitu fulani, kwa maana wasifu wake ni nini. Tafiti za wasfu nazo pia inatakiwa watu wajue kama zipo tafiti zinazoitwa alwasfi. Na hapa mimi nagusa tu, hatujaenda ndani katika kuzichambua moja baada ya nyingine. Lakini kadhalika ya tatu kuna albahthu tahlili, kuna tafiti za tahlil, kuyayusha hiki na kile, alafu kikapatikana kitu fulani. Hizi zinaitwa albahthu tahlili. Tunakwenda sawa? Lakini albahthu ad-dirasatu almarji'iyya, lakini kadhalika kuna tafiti mbalimbali ambazo zinashughulika na darasa mbalimbali au masomo mbalimbali na maraji'i. Unarejea katika marji'i fulani, alafu unaunganisha kule, unapata kitu kimoja. Hii inaitwa albahthu dirasatu almarji'iyya, kwa maana ni darsa ambayo inakwenda sambamba na darsa mbalimbali, tafiti zinazokwenda sambamba na darsa mbalimbali, lakini na marejeo katika darasa hizo. Je, mtafiti huyu alipofanya tafiti alibaini nini? Na yule alipokuja naye akafanya tafiti zake akabaini nini? Na mwingine akafanya tafiti zake akabaini nini? Unachukua sakule katika marji'i yale, marji'i haya na marji'i haya, na wewe unapata kitu kingine. Ndio maana ya tafiti katika hali za namna. Hizi ni turqi, ni njia tu za kufanya nini? Utafiti. Lakini kadhalika kuna tafiti zinazoitwa tasmimul bahthi. Atasmimul bahthi maana yake ni kudhibiti kile unachokifanyia tafiti. Yani kile unachokifanyia tafiti kidhibiti, kisikuponyoke na kikakukimbia. Ni njia za kufanya tafiti vizuri. Lakini kadhalika njia ya sita, jam'ul bayanat, ni kukusanya taarifa. Yani tafiti njia ya sita ni kukusanya taarifa. Maana kule sisi tunasema data collecting. Tayib, tanya vitu vyote kwa jumla. Sahihi kabisa. Na ndio maana utaona, kwa maana
katika baadhi ya dual nchi hizi kuna wakati pakitokea matukio mazito huwa wanaandaa kitu kinachoitwa nini? Tume ya uchunguzi. Sahihi. Hii tume ya uchunguzi inachofanya nini? Moja katika njia inayopita ni jam'ul bayanat, kukusanya nini? Kukusanya data maalum, yani taarifa zile. Alafu baada ya kukusanya zile taarifa ndio wanazichakata zile taarifa, alafu linapatikana jibu sahihi ya kile ambacho kilichokusudiwa katika hali hizo. Sio watu wanakurupuka mzee. Hizi ndio taaluma ambao bila shaka kama wewe utatuliza vizuri akili yako, alafu akaja mtu akakwambia ile ni siri, wallahi unaliona hilo jitu ni jahil murakkab, jitu jinga katika wajinga, haijawahi kutokea katika ulimwengu na dunia hii ya sasa. Wallahi kuna watu, mimi namshukuru Mwenyezi Mungu, ubongo wao sasa unafunguka vizuri. Ndugu yangu mmoja yeye ameniambia, bana shekhe, mimi nina mirengo ya kiwahabi au kisalafi uchwara. Lakini namshukuru Mwenyezi Mungu katika darasa ambazo umekuwa ukizieleza pale umenizindua. Sasa naelewa vizuri kabisa kwamba yale tunaambiwa siri si kweli, ni taaluma. Wallahi mtu huyu ameniambia tena akasema anafurahia sana kuzifuatilia darasa zetu katika usahihi wa hali ya juu. Namshukuru Mwenyezi Mungu, sio yeye tu, na wapo wengine wanafuatilia kimya na hawasemi, lakini wanaelewa kabisa hiki ninachokisema ni kitu gani. Na wengine wanafanya hesabu kimya kimya. Na matokeo yanatoka biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Lakini njia ya 7 alhadful bahthi ni malengo sasa. Yani kwa maana shabaha ya tafiti ni nini? Sahihi. Wewe hiyo tafiti yako unapofanya, shabaha yake au lengo lake ni nini kufanya hizo tafiti? Lazima uwe na malengo ya tafiti. Sio unajitafitia tu. Ukiulizwa baada ya tafiti wako utakuja na nini? Mimi nataka tu nijue tu, tafiti tu. Lazima uwe na malengo, hadafu ni nini? Sawa? Sahihi. Lakini kadhalika njia ya 8 al-as'ilatul bahthiyya ni mtu kuwa na maswali sasa ya kitafiti. Sahihi. Unakwenda mahala unauliza watu, bana hili jambo nyinyi mnalisemaje? Wale wanakupa mtazamo wao jinsi ulivyo katika jambo hilo. Unatoka hapo unakwenda katika jamii nyingine, unaihoji pia katika jambo lile na yenyewe inakupa mtazamo wao katika jambo hilo. Kisha baada ya hapo unakusanya, inaitwa al-as'ilatul bahthiyya, kwa maana masali ya kitafiti. Ndio yanakwenda katika hali za namna hiyo. Tusemeni la ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. Sasa basi kwa hali za namna hii ndio maana sasa watu wakafanya nini? Tafiti. Wakabaini kuna watu wanazaliwa ndani ya mwezi wa kwanza. Hawa watu wanaozaliwa ndani ya mwezi wa kwanza wana energy yao, na ile energy ya mwezi wa kwanza, tabia za watu wenye energy hizo zinakuwaje? Ndio nataka hapa Saudi tathmini vizuri. Kama umezaliwa mwezi wa kwanza, haya tunayoyasema utakuwa nayo, na wewe mwenyewe utatupigia simu utatuambia, shekhi, kama umeniona vile ndio mambo jinsi yalivyo. Tunakwenda sawa? Hizi ni hadafu. Kwa maana ni ile shabaha sasa ya baada ya watu kufanya nini? Tafiti biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Tunakwenda sawa? Yumkinu tasnifu turqi al-bahthi al-ilmi bishaklin 'amin ila 3 anwa'. Naona mambo? Kwa maana inawezekana kuzigawanya zile njia za utafiti wa kiilmu bishaklin 'amin, kwa umbile ambalo linalofahamika sana, ila 3 anwa'i raisiya, zinaweza kugawanywa katika sehemu 3 kuu. Tunakwenda sawa? Zina uwezo wa kugawanywa katika sehemu 3 kuu, ambao sitaki kwenda huko, itakuwa mbali sana. Hiya sehemu ya kwanza albahthu tajribi, maana yake ni tafiti za majaribio. Unapofanya majaribio unabaini tafiti namna jinsi ambavyo zilivyo sawa. Lakini kadhalika yatadammanu hadha an-naw'u min al-bahthi ijra'a tajarubi tahta turuqin muhaddadatin bidiqqa. Anasema hii njia ya albahthu tajribi, njia ya kufanya majaribio, inadhamini hadha an-naw'u min al-bahthi, aina hii ya utafiti, ijraa tajarubi, watu kufanya nini? Majaribio. Tahta dhurufin muhaddada, yani turuqin muhaddada, chini ya njia maalum kabisa. Lakini zinafanywa hizo bidiqqatin ma'a tahakkumi fi almutaghayyirat,
kwa maana inafanywa hivyo kwa umakini sana, lakini pamoja na kutoa majibu sahihi, hasa kutokana na mabadiliko ya hapa na pale. Ndio majibu yanapatikana kutokana na mabadiliko ya hapa na pale, tena almukhtalifa, iliyo tofauti tofauti. Na hayo yanakwenda sambamba wa kiasi taathiriha, na kupima athari yake. Hicho unachokifanyia tathmini, tafiti, unabaini ya kwamba kipo katika njia tofauti tofauti, lakini kadhalika na unapima athari ya hicho ambacho kinachofanyika katika utafiti huo. Wa yahduthu albahthu التجريبي إلى تحديد العلاقة السببية بين المتغيرات وفهم الطوارق الطبيعية ظواهر الطبيعية. sawa. Anasema na kadhalika inalenga tafiti za majaribio katika kufahamisha mahusiano ya kitu na kitu au sababu ya kitu na kitu baina almutaghayyirat, baina ya vitu vinavyotofautiana. Yani maana ya tafiti ni kuonyesha baina ya kitu na kitu, alafu pakapatikana tofauti baina ya hiki na kile, ndipo maana ya kufanyika kitu kinachoitwa nini? Tafiti. Kuna mwezi unaitwa mwezi wa kwanza na kuna mwezi unaitwa mwezi wa pili. Pili na kwanza ni vitu viwili tofauti. Sasa kwa nini ikawa kwanza? Kwa nini hii ikawa pili? Watu watafiti wanaanza hapo. Sahihi. Ili kulifahamu jambo katika usahihi wa hali ya aina yake. Tusemeni la ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. Sasa tunafanya hivyo kwa sababu gani? Wafahmi dhawahiri tabi'iyya. Hii inapelekea sasa kufahamu udhahiri na uhalisia wa kile ambacho wewe unakifanyia tafiti katika hali za namna hiyo. Sasa tunaanza mawalidu fi shahri al-ula, kwa maana waliozaliwa mwezi wa kwanza. Hizi ni tafiti sasa. Watu walichokifanya wakawa wanafanya ile nini? Asila tu albahdhia, kwa maana masali ya kitafiti. Lakini kadhalika wakawa wanafanya vitu vinavyoitwa jam'ul bayanat, wanakusanya taarifa na ripoti. Lakini kadhalika wakawa katika albahthu tajribi, kufanya majaribio. Wanajaribu kumtazama huyu Ahmad amezaliwa mwezi wa kwanza, alafu wanamtazama mwingine alozaliwa mwezi wa kwanza, wanamfuatilia Ahmadi, wanamfuatilia na huyu mwingine alozaliwa mwezi wa kwanza, wanabaini kuna vitabia vingi sana vinafanana, kuna vichache vinaachana, lakini vingi vinafanana. Wanachokifanya sasa, wanaandika ripoti baada ya nini? Ya jam'ul bayanat, kukusanya nini? Taarifa. Tusemeni la ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. Sasa yale majitu majinga yasiyojua kama watu wamefanya kazi ya kufanya utafiti, wao wanakuambia iwezi kujua kama mtu akizaliwa mwezi wa kwanza anakuaje. Wezi kujua ile ni sihiri, ni shiriki. Kumbe hayajui kama maskini nini matokeo ya nini? Tafiti tu. Tusemeni la ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. Aya yatamayazu bil hudui. Mtu mwenye energy namba moja. Mwenye energy namba ngapi? Namba moja. Ambaye amezaliwa mwezi wa ngapi? Kwanza. Huyu yatamayazu bil hudui. Mara nyingi sana hawa watu huwa ni watulivu sana. Kimya, ukimwona katulia. Mara nyingi sana hawa watu wanakuwa hivyo. Fuatilia we mwenyewe utabaini hicho kitu. Wanakuwa yatamayazu bil hudui. Hawa watu wanakuwa watulivu mara nyingi. Sawa? Naam. Aisha amezaliwa mwezi wa ngapi? Hatari hiyo. Wa yastatiu an yansa ayya shakhsin dakhala fi hayatihi. Na mtu huyu alozaliwa mwezi wa kwanza huyu ana uwezo wa kumsahau mtu alioingia katika maisha yake bikulli suhulatin, kwa wepesi sana. Yani mtu alozaliwa mwezi wa kwanza alafu wakapata mtu au mpenzi au mke, baadaye wakakhtilafiana, mara nyingi sana huyu anasahau haraka sana, hakumbuki. Ndio maana yake huyu mtu energy yake inamfanya kuwa ni mtu ambaye hakumbuki mahusiano. Sasa ndio pale wewe unaweza ukaona kwamba unajaribu kutaka kumrudisha, anakuambia nini? Wewe tushamalizana bana, nenda zako huko. Hii ni nini? Ni energy ya mtu ambaye alozaliwa katika mwezi wa kwanza, na hii ni hadafu, kwa maana ni matokeo ambayo yalopatikana katika tafiti baada ya jam'ul bayanat.
wal as'ilatu al-bahthiyya wal bahthu tajribi. Watu wamefanya kazi kubwa katika kuyafahamu haya. Tunaelewana vizuri? Wewe mtathmini mtu alozaliwa mwezi wa kwanza, haya utaona hayuko hivi. Kwanza anatulia. Lakini pili ni mwepesi sana, yani kusahau, kumsahau mtu alioingia katika maisha yake kwa haraka. Anamsahau. Sawa? Wa huwa sarihun. Lakini pamoja na hivyo huyu mtu anakuwa muwazi sana. Huwa hafichi mambo. Yani mara nyingi sana anakuwa muwazi. Hasa katika mambo ya mujtamaa. Sio yanayomhusu yeye, anakuwa ni muwazi katika mambo ya mujtamaa. Hizi ni tafiti zimefanywa zikabaini hivyo. Tusemeni la ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. Wa yatamakkanu min as-saytarati ala mashairihi bibasata. Na huyu mtu wa namna hii mara nyingi sana ana uwezo wa kuzicontrol hisia zake. Yani ni mtu aendeshwi na hisia huyu. Mara nyingi sana ana uwezo wa kuzicontrol hisia zake. Vizuri tu. Ana uwezo wa kuzicontrol hisia zake, akazidhibiti zile hisia zake. Anaweza. Huyu mtu mwenye energy namba 1. Haya ni matokeo ya nini? Ya tafiti. Asitokee mtu asema ile anayesema pale ni ramli. Hakuna cha ramli hapa. Hizi ni tafiti za kawaida kabisa. Asije mtu akupandikiza ile ni ramli. Ingawa hiyo ramli yenyewe bado vile vile ina nadhair. Ina mitazamo ya wanavyuoni. Wapo wengine wanasema poa, wapo wengine wanasema hapana. Si hapo hayo mambo kwa wanavyuoni. Kwani tunasema sisi tunatunga? Sasa wa yatamakkanu min as-saytarati ala mashairihi bibasata. Utamuona huyu mtu ana uwezo wa kumiliki nini? Hisia zake. Ana uwezo wa kuzidhibiti vizuri kabisa. Lakini mtu huyu katumun ana tabia hii. Mambo yanayomhusu yeye anaficha sana. Huyu mtu ndio katumun ala wazni faulun. Watu wa sarfa je mnajua? Tukisema katumun ala wazni faulun, maana yake anaficha sana. Majambo yanamhusu yeye. Yaani ukitafiti mambo yake ukataka kuambia, hakwambii mzee. Atakufa nayo. Ndio alivyo. Wala yuhibbu an yufadhida. Na wala mara nyingi sana huyu mtu huwa hapendi sana kurusha maneno. Wewe ukimzingua anakufuata. Bana hii sio hii. Mara nyingi anakuwa hivyo, la yufadhidu, harushi kwamba unarusha naye anarusha baadaye. Hayuko hivyo. Alozaliwa na mwezi wa kwanza mwenye energy namba 1. Mara nyingi sana anakuwa hivyo. Akisikia jambo anakufuata. Bana nimesikia 1 2 3 4. Ndio hivyo au sio hivyo, na mfano wa hayo. Anakuwa la yuhibbu an yufadhida. Sawa? Yumathilu alquwa wala yathiq bi ahad. Na mara nyingi sana mtu huyu huwa anapenda sana kutumia nguvu katika mambo. Lakini wala yathiq bi ahad, alafu hamwamini mtu. Yeye ana tabia hiyo. Yaani kumwamini mtu hivi kwa 100% anakuwa hivyo. Mwenye energy namba 1. Alozaliwa mwezi wa kwanza, hizi tabia utazikuta anazo. Yuko hivyo. Wewe fanya tafiti mwenyewe tutabaini hili jambo. Sawa? Lakini kadhalika misajiyun, hupenda sana kuchanganyika na watu. Pamoja hamwamini mtu, lakini kuchanganyika na watu hivi anapenda. Lakini ahyana yakrau an yatahakkama bihi shakhsun ma. Lakini mara nyingi huwa hapendi mtu aonewe. Huyu energy yake huwa hapendi mtu aonewe. Akiona mtu anaonewa anasogea pale. Kwani kuna nini hapa? Kuna hivi na hivi. Hakuna hiyo bwana. Anakuwa iko hivyo mara nyingi. Sawa? Huyo mtu alozaliwa mwezi wa kwanza hapendi mtu aonewe. Lakini baadhi yao, sio wote sasa. Baadhi yao hao walozaliwa mwezi wa kwanza wenye energy namba 1. Yuhibbu ilma an-nafsi, wanapenda sana ilmu ya saikolojia. Anapenda kumsoma mtu kabla ya mtu mwenyewe kujijua. Anakuwa hivyo, anapenda sana kujua huyu kwa nini hivi? Mbona vile, yani saikolojia. Anapenda sana kuwa katika hali za namna hiyo. Tunakwenda sawa? Kwa hiyo ukijua wewe umeoa mke wa namna gani, au umeolewa na mume wa namna gani, au unaishi na muashara na watu wa namna gani, unaweza mkaishi vizuri sana kwa kuangalia zile tabia za mwezi wa kuzaliwa kwake. Kumbe yuko hivi huyu, basi mimi inabidi niwe hivi.
Mnaishi vizuri kabisa. Tunakwenda sawa? Wa idha arada shay'an yasil lahu qalbuhu. Na huyu mtu namna alivyo akitaka kitu huwa anakitia moyoni kabisa. Akitaka kitu anakiweka wapi? Moyoni kabisa, yani ndivyo jinsi alivyo. Hanunun lak dhahiruhu qasin, lakini kadhalika ni mtu mwenye huruma, ila ukimwona hivi mandhari yake anasema huyu mtu ana roho ngumu sana. Lakini kihalisia ana huruma. Mandhari yake anasema huyu ni kaksi, lakini uhalisia wake ana huruma. Huyu ni mtu alozaliwa katika energy ya namba ngapi? Namba 1, mwezi wa kwanza. Na haya mimma qtadatu at-tajruba, ni mambo ambayo yamekwenda sambamba na tafiti za majaribio, watu wakabaini haya. Sawa? Lakini aqluhu akbar min umrihi, na mara nyingi sana huyu mtu anakuwa na akili kubwa, akili yake inakuwa kubwa kuliko umri wake. Wa idha tadayaqa minka la yubayyin lak, lakini na mara nyingi sana akikuchukia huyu mtu hakuonyeshi. Anaweza akachukia, hakupendi, alafu wewe uko naye, wala kwambii na wala kuonyeshi, kimya. Baadhi yao, ndio maana tukasema baadhuhum, baadhi yao. Kule mwanzo kuna yule mwingine hakai kimya, lakini baadhi yao wao wanakuwa hivyo, kwamba ukimfanyia jambo kimya, hakuambii. Wanakuwa hivyo, sawa? Wa yuhibbu nafsahu kathiran, lakini anajipenda kweli huyo mtu. Yani anajipenda yeye sana. Sasa tunaangalia hizi ni energy za wale watu walozaliwa mwezi wa kwanza. Energy namba 1 inavuta haya mambo. Na haya ni katika majambo ambayo yamefanywa tajruba, yamefanywa majaribio, na watu wakabaini haya, kisha wakaandika katika vitabu vyao ripoti zilizopatikana kutokana na tafiti walizozifanya. Kwa hiyo asija akatokea mtu anakuambia zile ilmu zinazosomeshwa pale ni ushirikina. Unamwambia mshirikina ni wewe na akili zako, ndo akili za kishirikina. Lakini darasa hizi hazina ushirikina wote. Sahihi. Yaani huo ndo ukweli jamani. Darasa hizi wewe hapo umeona kuna ushirikina hapa jamani? Kutoka wapi? Sasa kuna watu wana tabia hizi, na hizi tabia zinatokana sambamba na nini? Na energy zao za kuzaliwa kwao katika miezi hiyo. Sasa hawa watu wamekuwa wameoana au wamekutana au wapo katika muamala wa kikazi na watu wenye energy za miezi mingine, tutaziona hapa. Huu tumeanza mwezi wa kwanza, lakini darasa linalokuja tutaangalia wa 2, wa 3 na wa 4, alafu utakompea we mwenyewe. Upo na mtu wako ambaye amezaliwa mwezi fulani. Je, na wewe ulozaliwa mwezi fulani, energy zenu zinaelewana au ndo zile energy zinazowasha moto kila kukicha? Wallahi ni hatari sana. Sasa hivi vitu lau kama ingekuwa tunafanya vitu hivi kwa maarifa, kwa ujuzi na taaluma, tungekuwa tunanusurika na mambo mengi sana, na tungekuwa tunasuluhu na kutengeneza majambo mengi sana biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Sasa huyu mtu wa namna hii ana energy namba 1. Labda kwa energy hii inamharibia pale kazini, anakuwa ni mtu ambaye pale kazini amekutana na mtu ana energy ya namba 6. Maana yake sawa, watu wawili wamekuwa wanasigana, bosi na mfanyakazi wake. Matokeo yake ni nini? Hapa zinatakiwa hizi energy, ima ya bosi imfate mfanyakazi, ima ya mfanyakazi imfate nani? Bosi. Panafanywaje? Ndio darasa lijalo insha Allah biidhnillahil karim. Na bila shaka mwanafunzi mwenzangu, kama tulivyoanza mpaka kufikia hapa tamati, ni kwamba tunaweza kubaini watu waliozaliwa mwezi wa kwanza na energy zao namna zilivyo, na namna ambavyo ulionaye hapo nyumbani kwako unaweza ukabaini. Kwa mwanao umemzaa mwezi wa kwanza, utabaini kwamba anajitabia vya namna hii. Nini cha kufanya kama unataka asiwe hivyo alivyo sasa, kwa sababu ni hatari. Muda ambao anakuchukia hujui, muda ambao akakufurahia pia anakuacha kufuraha wakati wote. Lakini hii ni hatari, kwa sababu kwa wakati amekuchukia na wewe hujui kama amekuchukia. Maana kwa yapo mambo atashindwa kufanya kwa sababu ya ile chuki ambayo hakuoneshei waziwazi. Lakini pia inawezekana unaye mfanyakazi wako kazaliwa ndani ya mwezi wa kwanza na wewe una mwezi wa 5 au wa 4 na vitu kama hivyo, lakini mambo yanakuwa hayaendi vizuri. Nini kifanyike? Darasa linalofuata ni tamu sana. Mimi nikwambie tu kwamba hauna nafasi yote ya kukosa darasa hizi, kwa sababu zinaweza kuelekea katika mwelekeo uliokuwa bora sana. Kheri zinaweza kupatikana kubwa.
fuatilia darasa hizi. Mwezi wa kwanza tumeuanza huu, lakini utabaini je, ni vipi energy yako wewe inaweza kumfuata energy ya mwenzako, au mwenzako afuate energy yako wewe, ili maisha yaweze kuwa mazuri, moto uondoke, vita, vurugu katika majumba, katika ndoa, katika kazi, katika shughuli za aina mbalimbali, vurugu ziweze kuondoka. Yote haya yatapatikana katika darasa zetu tunazoendelea, hasa darasa namba 2, ambalo hapo sasa utaona energy zinakuaje kutoka kwa huyu kuja kwako wewe, au kwa wewe kwenda kwa mwingine. Hivyo ni muhimu sana. Lakini kumbuka madarasa hizi zinafanyika hapa Dagala Kizuiani, barabara kuelekea jeshini, kila siku, na haswa kuanzia majira ya saa 2 asubuhi mpaka saa 10 jioni. Hivyo wewe ambao unafuatilia darasa hizi, chukua kama taaluma ambayo itakufaa na kheri nyingi zitapatikana. Lakini kama utahisi kwa jambo la kuuliza ama kushauriwa, pia unaweza kuwasiliana nasi kupitia namba unaziona hapo, utapewa ushauri ulio bora biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Umekujia mkono wa Idi, yani mkono wa furaha. Ndoa imetawala furaha, uregevu umekwisha kikomo, ukakamavu uchukue nafasi yake. Mimi sipendi uzembe na ulegevu tena, napenda ukakamavu na uimara zaidi. Ili kujipatia mkono wa Idi, tupigie katika nambari zifuatazo: 0748869733 au 0659869734. Kumbuka, mkono wa Idi ndio habari ya mjini. Unasubiri nini? Mkono wa Idi ndio habari ya mjini.